Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu. Tunawasalimia na kuwatakia mchana mwema wa leo mercredi le 12 Novembre 2025. Mchana wa leo tumewaletea taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano kati ya vikosi vya Wazalendo FARDC FDNB wanaopigana na waasi wa AFC M23 ndani ya maeneo tofauti Nord Kivu na Sud Kivu. Na habari za mchana wa leo tutawaambia kuhusu AFC M23 ambayo iko na tumikisha franka kuma frontiere yanayokuwa karibu na Uvira ili wanajeshi wao wapate nafasi ya kuingia ndani ya mji wa Uvira wakiwa kama wa civil, yani wakiwa kama raia. General Makanaki Kasimbira John alisema kuhusu hayo, mtafahamu mengi kuhusu hayo. Kama kawaida tumewaletea taarifa mingi. Hii ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, kupartajia habari hizi kwa walio wengi, kucomment pia na kulike. Mjiunge nasi na sheni yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki hiyo ambayo iko mkomentere au mtuandikie kwenye namba hiyo. Tutawaunga na sheni yetu ya WhatsApp. Kabla ya kuingia ndani ya mji wa Uvira na kufuata General Makanaki Kasimbira John kuhusu taarifa zote, tuanzie kwanza na taarifa kutoka Ruchuru. Baada ya mapigano makali, takribani maiti 3 ambazo hazikuwa na uhai ziligunduliwa asubuhi ya Jumane jana le 11 huko Manyoni, kijiji katika kikundi cha Bukombo ama groupement ya Bukombo ni ndani ya Sheferi de Bwito. Ugunduzi huu umekuja kufuatia makabiliano makali kati ya wanajeshi wa Wazalendo pamoja na wanajeshi wa AFC M23 katika eneo hilo. Kulingana na vyanzo vya ndani, waasiriwa walikuwa wanaume 3 waliouawa kwa silaha yenye ncha kali kama ilivyodhibitishwa na alama zilizopatikana kwenye miili yao. Mabaki yao ambayo bado hayajatambuliwa yapo kwenye eneo la tukio kwa kuwa hawajazikwa. Tangu mapigano makali ya Jumatatu le 10 Novembre, hakuna raia ambaye anaweza kufikia vijiji vya Manyoni na Kinyankuku na maeneo mengine ya jirani ambayo sasa yameachwa karibu kabisa na wakaaji waliokimbia makazi yao na kwenda katika maeneo yanayochukuliwa kuwa salama zaidi. Katika hatua hii bado ni vigumu kubaini ni upande gani unaodhibiti kijiji cha Manyoni kwa sasa. Ni Wazalendo hawajasema kwamba wao ndio wenyewe wanadhibiti Manyoni, ni AFC M23 haijasema hivyo, na inakuwa tatizo kwa wakaaji ambao wanabakia ndani ya maeneo ya ukimbizi. Wanajiuliza warudie vita isha ama inaweza tena kuendelea. Ni hatari kabisa, wakaaji wanaendelea kulipa gharama kubwa kutokana na vita hivi vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Ndani ya Beni, guvernema ya Kivu Kaskazini yenye makao yake makuu hapo imezindua kampeni ya hiari ya kukusanya silaha na risasi badala ya zawadi za pesa taslimu ili kukabiliana na ukosefu wa usalama na uhalifu wa mijini katika sehemu hii ya mkoa. Kwa mjibu wa agizo la gavana wa kijeshi Meja General Somo Kakule Evariste, serikali inatoa kwa mrejesho wa dola 100 za Kimarekani kwa silaha aina ya AK-47 ama AK-47, 200 kwa silaha ya msaada na dola 1 kwa kila risasi. Alisema kwamba mtu yeyote atakayesalimisha kwa hiari silaha ya aina ya AK-47 atapokea $100. Kwa silaha ya msaada zawadi ni $200. Kila raundi itakayosalia italipwa $1 za Marekani.
alisema Lieutenant Longo Marke, msemaji wa guvernere. Mpango huu unalenga kuimarisha usalama na kupunguza mzunguko haramu wa silaha katika Kivu Kaskazini. General Somo Kakule ameamua haya akiona kwamba yanaweza kusaidia kwa usalama kidogo unaoendelea ndani ya maeneo tofauti ya mkoa wa Beni pia na maeneo ya Nord Kivu. Na maamuzi haya ameyafanya baada ya miaka 5 FARDC, MONUSCO, askari polisi wakifanya operation za kupokonya silaha raia. Anaona ya kwamba aujourd'hui wakitumikisha pesa inaweza kusaidia wale marebele wataleta silaha hizo wanazozitumikisha ili wapewe pesa. Tuendelee na habari zetu, tuelekee ndani ya mji wa Uvira. Mji wa Uvira ambao unaviziwa na AFC M23 tangu kufika ndani ya Bukavu, yani tangu AFC M23 kufika ndani ya maeneo ya Sud Kivu, wanataka kukamata mji wa Uvira. Walikuwa wakipigana ndani ya maeneo tofauti ili wafike ndani ya mji wa Uvira, ikawa matata kabisa, ikawa haiwezekani kwa urahisi. Kwa leo wanaona ya kwamba wanaweza kutumikisha franka ili wafike ndani ya mji wa Uvira, wape wale wakuu wanaokuwa kwenye mipaka frontiere karibu na mji wa Uvira, wapitishe wanajeshi wa M23 kama wanani wa civil. Mfuate huyu General Makanaki Kasimbira John aliongea mengi kuhusu hayo. Mimi ni kiongozi Makanaki Kasimbira John, please na wasalimia kwa saa za asubuhi. Message napenda kuwaambia, kila siku niko nasema tutoshe boga na mashaka, na mimi Makanaki ndio nazungumuza vile tutoshe boga na mashaka. Hii message napenda kupana message hapa katika mji wetu ya Uvira. Tuko muvita, tuko muoperation, na operation haitafika hapa Uvira. Ile ni ndoto ya Farao. Niliwaambia haitafika hapa kupitia Yesu Kristo Mwanazareti, na tutapigana hadi mwisho, hadi objectif yetu kwenye iko. Naamini adui iko na mbinu mingi, lakini ile mbinu yake yote tunaikanyaga kupitia jina la Yesu. Adui alikuwa na mbinu ya kusema ashuke na Rusizi yote, achomokee hadi Uvira, na wala achomokee mumakwe fulani wala manja fulani. Naamini Mungu alalaki kila kitu. Mungu anatoshaka wazi. Mungu anatosheka kila kitu wazi. Tutoshe boga na mashaka. Mbene kutetea mwingine wala mwene kufia nchi yake aikalaki moga. Hapana kusema utafungwa utafua nini. Wewe fungwa, ukubali uko na unatetea nchi yako. Na kama utakufa ukufa uko natetea nchi yako. Na yua kama M23 kweli ilitumaka pesa hapa Uvira, na ile pesa tulifuatilia sana mfaso zote. Kuna baautorite balihusika kuzile pesa. Ni mimi Makanaki Kasimbira John ndio niko nasema bila boga, bila mashaka, kupitia Yesu Kristo Mwanazareti, bila mashaka. Na hapo baofisier bamoja ni baofisier banahusika kutumika kuma frontiere, ni baofisier bamoja banahusika kutumika ku frontiere. Papite inga papite nini, kila kitu iko na uhakika, na niko nafuatilia hadi mwisho. Na neno ya pili nafuatisha pale, wala nirudie tu kule pointi ya kwanza. Tunaendelea na kufuatisha sana wala kufuatilia ile dossier ya kusema adui iko naongea na banani pale ku frontier. Na sipendi wala tupendi watu kutuvuruga akili. Atupendi kabisa. Muache tufuatilie vitu yetu kama vile wazalendo. Muache tutumike kazi jinsi na stahili. Tutoshe boga na mashaka, kwa maana wale kufia inchi haiko mwenye kufia kuku ya mtu wala mbuzi ya mtu. Hapana, tunapigania nchi yetu ya Kongo kwa ajili turekupere nchi yetu, kwa maana hakuna mtu mwenye alitulikrite mu nchi yetu ya Kongo. Tuko baraia, tuko wazalendo, tunafia nchi yetu. Ifale tufuatilie nchi yetu, pasikwe mtu wa kutuvuruga. Vraiment na wasi sana wa viongozi wa Kongomani, na wasi sana wa viongozi wa Kongo nzima, na si sana wazalendo, na si sana serikali yetu ya Kongo, na si sana wa viongozi wote
ya FARDC. Vraiment mtuachie ta tufuatilie hadi mwisho. Hatupendi mambo ya giza, mambo ya nini. Neno ya pili, nafuatilia sana, kuna watu walikuwa wa polisi, kuna FARDC wala wa polisi yetu la Kongo hapo Bukavu hadi Goma, lakini wale batu baliingia mu masantre ya brassage huko Rumangabo ku force za M23, ku force za M23. Lakini kitu ya ajabu inakuwa kila saa usiku mchana biko banashuka franga yabo weko huko banashapokea franga. Aye batu banatoka mu masantre ya brassage Rumangabo ku force za M23, ku force za M23. Kila wakati nakuwa kuingia hapa Uvira banafuata franga yabo. Jia nini mbele hakuzifataka. Na wase sana viongozi tuwe makini, na wazalendo wote tuwe makini. Hatupendi mtu akutufuruga. Ni mimi Makaragika Sibika John ndio napana hii message. Tuko kimya na tunaheshimia viongozi wote. Papa komanda region yetu ya Uvira kama vile wadize region, na komanda secteur wetu tunapchivire. Napenda kuambia hapa vraiment kama tunafuatilia vitu mtuache ta, kwa maana ma message yako mingi na za bongo na za kweli. Lakini mimi Makanaki nasema hizo message na mimi nazifuatilia ni za ndani na abo ba policier be bana mwangika hapa Muvira ni batu balifanya mabrassage mu M23 uko Nord Kivu uko Goma. Sasa il faut tuwafuatilie sana, tuyue banakuya munjia gani, na wajue kama nakuya munjia mbaya bataishia wote hapa Uvira. Pasikuwe mtu wa kulalamika na pasikuwe mtu wa kuwatetea wala intervention. Hapana, tunakatala kabisa, tunakatala. Na mimi nafuatilia mambo ya mafrontiere, nafuatilia mambo ya mbele kule eneo inahusika na kazi na kizalendo yote kwa Kongomani yote. Okay, neno namalizia ndani, napenda kuambia autorite washahuri zile forces za FARDC zile ziko ku frontiere. Vraiment nawaambia kama vile kiongozi Makanaki Sibika John, nasema kabisa bila boga bila mashaka. Waambie kabisa zile forces za FARDC ziko kuma frontiere. Sisi kama tuko pale, hatuko dependre na FARDC. Hapana. Tulijitoa kupigania nchi. Na kumbe kama tutaika kwa mali, tuikale chini tufuatilie ile mambo ya frontiere. Jeshi kwa pale na sisi sana wa viongozi washaurie wa jeshi wa FARDC wa frontiere kusema eti hakuna mzalendo atafika pale ku frontiere. Waziwie mzalendo afike pale ku frontiere. Wafungulie wazalendo safe pale ku frontiere. Vraiment ile mambo nilichukia na ile mambo ilinikwaza. Nasema kama kiongozi, mie ni Makanaki Sibika John, nasema kama vile kiongozi. Vraiment mie siko mtoto mdogo, niko mtu mzima na akili na niko leader. Na mie niko leader kwa kupigania, na tuko ba leader wazalendo kupigania mwingine. Hatuko jua kupiga masasi ovyo. Na kama jeshi kwa jeshi wanapigana risasi, manake kuko kitu baliiba bawili bakakosana, wala balipigana juu ya buzi ya pesa yabo, wala balipigana juu ya mabulevi yabo. Haiko viongozi wala kapasiti yangu mimi Makaraki. Hapana, mimi najua kitu gani niko ndani na ninafuatilia kitu nilituma mimi nashika silaha na ninatiwa kuwa mzalendo. Ndio najitosha mwili yangu ni mbolea ya nchi. Mshauri sana wale wasoda wa FARDC benebiko ku frontiere, wabashauri sana. Wachie wazalendo ta. Na ule mzalendo anafanya desordre, tutamtia chini, tutamshauria. Lakini asiseme eti hakuna mzalendo atafika pale. Hapana. Hapana kabisa. Ile mambo vraiment na si wa viongozi waangalie mbali sana. Basi sema Uvira kuna kweli. Hapana. Na wasi sana viongozi muwe makini sana, mfuatilie pale wasoda viongozi wana deploy pale frontiere. Sie wazalendo tuko na droit ya kudeployer pale, kutia basoda pale ku frontiere bila boga bila mashaka. Lakini baseme mzalendo afike pale bafungulie safe, washauri pale basoda biko kuma frontiere na wasi sana. Ndio ni mimi kiongozi Makanaki Sibika ndio nazungumuza.
Ni mimi Makanaki Kasimbira John ndio nazungumza. Na hii message muikamate kwa makini sana. Asante, Mungu atubariki na tushinde katika jina la Yesu Kristo mwana Nazareti. Asante.